5 ukiangalia pale anasema subdue, mkatishe. Anasema mkatishe. Kusubdue maana yake ni kuwa established. Maana yake wewe hauwi mtu ambaye upo tu au una mamlaka katika eneo lako. Kusubdue maana yake is to bring under control. Ni kwamba hakuna kitu kinaweza kikakumove kwenye hilo eneo. Yaani unafika sehemu ambapo umejiimarisha kwa kiwango ambacho hakuna mtu anaweza kukutoa kwenye hilo eneo. Ndio tunaita neno kusubdue. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu amekupa kukifanya, kama unataka kufaidika kwenye uchumi wa kimungu, lazima usubdue. Kusubdue maana yake inaelekeza matumizi ya nguvu. Ukisikia tu neno kusubdue maana yake ni kutisha. Kutisha maana yake lazima uwe na nguvu kuliko yule unayemtisha, sio? Kwa maana yake ukisikia neno to subdue inazungumzia spiritual power. Inazungumzia mamlaka za rohoni zinazoweza kukusaidia wewe kutiisha maeneo fulani fulani. Kwa uchumi nao huwa unatiishwa. Ndio maana Yesu aliweza kuamuru samaki aje akavuliwa, akasema samaki wa kwanza itatoka fedha ndani yake. Maana yake nini? Mfumo wa kifedha wa kiuchumi ulikuwa unamtii kwenye kila eneo, kwenye maji, kwenye ardhi na kwenye anga. Kwa ukisikia neno subdue inakuonyesha kwamba kumbe mafanikio katika ufalme wa Mungu yanahusisha matumizi ya nguvu. Ndio maana Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unaendelea kwa nguvu, na wale wenye nguvu ndio ambao fanya nini? Wanaoteka. Maana yake kwenye mafanikio ya kifedha hamna huruma. Hamna swala la kusema kwamba unajua mimi nihurumieni, nimetoka familia maskini, unajua jamani mimi nihurumieni, jana sijala vizuri. Kwenye mfumo wa kiungu wa kifedha huwa kuna kitu kinaitwa kunyang'anyana. Watu wananyang'anyana. Okay? Ndio maana alipotaka kuwatoa kwenye mfumo wa Kimisri, poleni na mvua. Alipotaka kuwatoa kwenye mfumo wa Kimisri, alibidi atumie nguvu. Haikuwa rahisi. Kwa hata wewe kama uko kwenye mfumo wa kiuchumi ambao umekukandamiza sasa hivi, usifikiri itakuwa ni easy tu ukasema tu kwamba nitaomba Mungu anapenda nifanikiwe. Kikanuni za kimungu, kutoka kwenye mfumo wa kukandamizwa kiuchumi kuja kwenye mfumo wa uhuru wa kiuchumi huwa ni vita. Na vita yake sio ndogo sana. Ni vita kubwa sana. Ndio maana unaona iligharimu itolewe sacrifice. Ikatolewa dhabihu kipindi hicho mpaka wana wa Israeli wakaondolewa Misri kwa kifo cha wazaliwa wa kwanza wa Misri. Hii ndio maana utaelewa kwa nini hata katika ulimwengu mwingine huwa wanatoa sacrifice kwa ajili ya kupata nguvu katika ulimwengu wa giza. Na mtu mwingine ukisema hivyo anasema hamna bwana, Mungu kama anapenda atapenda, kama apende hamna kitu cha namna hiyo. Muulize Yesu, anajaribiwa na shetani akamwambia ukinisujudia nitakupa vitu vyote vya ulimwenguni. Maana yake nini? Hakuna utajiri bila worship. Utajiri wote unaojua hapa duniani una worship ndani yake. Kwa maana yake ni kwamba unahitaji nguvu kuweza kudominate, kuweza kusubdue, kulazimisha mifumo ya kifedha iweze kukutii. La sivyo haitakutii, itakuabuse. Kwa sababu fedha ni roho. Tutakuja kuonyesha hapo baadaye. Is a spirit. Iko kule ndani, ni spirit kabisa. Na inafanya kazi kama ambavyo vitu vingine vinaweza kufanya kazi. So, lazima uwe na uwezo wa kusubdue kwenye field yako. Kwa hiyo unatakiwa useme hivi, mimi katika eneo ambalo Mungu ameniitia, sitakuwa mtu wa kawaida. Sitakuwa mtu ambaye tu nipo. Sijaja I'm not here to add numbers. Siko hapa kuongeza idadi ya watu wanaofanya ninachokifanya. Hapana. Niko hapa ku make difference. Niko hapa kuwa mtu wa tofauti ambaye nakuwa ni mtu ambaye nimesubdue field yangu. Sikiliza, kila siku unacheza na maisha, lakini matokeo yako yanacheza na wewe. Kila mwaka unaanza na mipango, halafu unamaliza na majuto. Unapambana mtaani, lakini mtaa haukupi matokeo ya juhudi zako. Unaumia kimya kimya, unazunguka duara, unachoka. Halafu watu wanakuambia, endelea kupambana, siku yako itafika. Lakini kweli, miaka 3 ijayo utajikuta uko pale pale. Je, utajisikiaje? Mtu mzima lakini maisha yanakushika shingoni kama deni la bodaboda. Stress, pressure, akili haikaaliki, future inakuwa kama giza la kukata kwa umeme wa TANESCO. Sasa sikiliza gemu hii vizuri. Tatizo sio wewe. Tatizo ni mindset ya kupambana hadi tone la mwisho la damu. Tatizo ni kusoma na kupewa hamasa bila dira maalum. Tatizo ni kupata ushauri wa watu waliotoka zamani, sio walioko kwenye uwanja wa vita sasa. Mimi pia nilipita huko. Kila hela iliingia, ilitoroka kama inakimbia mahusiano hatarishi. Madeni yanapiga hodi kila siku, pressure na stress zisizoisha, akili haikuweza kutulia kama betri ya Android ya miaka 2. Nilifikiria labda mimi ni mtu wa bahati mbaya, lakini kumbe hapana. Nilihitaji mfumo,
sio matumaini. Ndio nikaunda mwongozo, nikauchoma kwenye majivu yangu. Huko ndipo The Street University ilizoliwa, shule ya mtaa, sio ya vitabu. Lugha ya mtaa, sio misamiati ya kupotezea mtu usingizi. Hapa hupati story tu, unapata hatua. Unapata kitabu cha The Street University, plus kipande cha dhahabu, plus wakati hakuna anayeangalia. Hii ni blueprint ya kubadili tabia, akili, pesa na heshima yako. Lakini maamuzi ni yako. Unataka kuendelea kupambana au unaamua kubadili maisha yako? Watu kadhaa wamesoma, sasa wanacheka walipoanza. Mitazamo imegeuka, confidence imeongezeka, pesa inadhibitiwa, sio inawadhibiti. Sasa swali ni moja tu, utaendelea kulalamika au utaamua kubadilika? Bei ni 15,000 tu leo, na ofa ni ya vitabu 3 na haitadumu. Ukichelewa, utalipa juu. Simple. Tuma neno chuo cha mtaa WhatsApp sasa, 0775 389 193. Sio kuomba bahati, ni kujipa nafasi. Mtaa unafundisha, lakini kitabu hiki kinaokoa muda.